Asante. Kwanza na washukuru kupata nafasi ya kukutana. Ni kweli kama mlivyofahamu, mlivyoelezwa, asubuhi ya leo mimi nilikwenda eneo la kutembelea mradi wa mwendokasi kama mwananchi wa kawaida na kiongozi, lakini nilikuwa hasa nimekwenda eneo la Kimara, katika kituo kile cha Kimara Matangini, ambapo nilikwenda kuona hali ya upatikanaji wa huduma ya usafiri wa mwendokasi. Na bahati nzuri sana nilifuata utaratibu wa kawaida wa abiria, kwa maana ya kukata tiketi na kuingia ili kushiriki kile ambacho wananchi wa kawaida wamekuwa kipitia kila siku. Na kama chama cha kisiasa basi tuje tutoe ushauri wetu na kuonesha nini madhaifu gani ambayo yanaonekana kwenye eneo hili. Sasa ni bahati mbaya sana kuwa tunaishi katika nchi ambayo matatizo yetu tunataka kuyafanya pia ni siri. Kwa hiyo wakati nimezunguka kwenye eneo la mwendokasi, na kwa kweli nimekuta abiria ni wengi sana ambao wanasubiri pale na wamekaa kwa muda mrefu, masaa mawili au saa moja na nusu, kiasi ambacho watu wamechoka. Na kukiwa hakuna basi, tumefika pale manake abiria katika vituo vyote, maana wanaotoka pale wanakwenda Moroko, wanaotoka pale wanakuja katikati ya mji, maeneo yote ambayo walitakiwa wapande kuna abiria wamejaa, lakini hakuna basi. Sasa baadaye nikafika na kuona hiyo hali iliyokuwepo, na tukaanza kuwa tunazungumza na abiria wengine kutaka kupata ile experience ya hali ilivyokwenda. Baadaye watu wa UDAT, kwa maana ya askari wa UDAT, wakaja na kututaka tusiendelee na hilo zoezi, wakidai kwamba ati tunahitaji kuwa na kibali maalum kwa ajili ya kutembelea kwenye stendi inayotoa huduma kwa umma. Tukawaambia hilo ni jambo ambalo hatulikubali, kwa sababu hakuna sheria ambayo ina restrict viongozi kwenda kwenye maeneo ya umma kwa ajili ya kuona huduma zinavyotolewa. Na sisi tulikwenda kwa ajili ya kuona huduma gani zinatolewa kwenye hilo eneo. Kwa hiyo hatukuhitaji kibali chochote. Na kama tungekuwa tunataka maelezo yao wao watu wa UDAT, tungeenda kuongea nao ofisini. Lakini ili sisi kujionea hali halisi haikuwa ni jambo. Kwa hiyo katokea rabsha, kwa wao wanafanya jaribio la kunikamata ambao sio polisi. Na baadaye tukalazimika kutoka kwenye lile eneo kwa sababu ilikuwa tayari inazusha taharuki kubwa, na tukasogea pembeni, wakaita polisi. Polisi walipokuja, na kwanza watu wa UDAT wamefanya fujo kubwa, wamekamata baadhi ya simu za wasaidizi wangu, wamezivunja, lakini pia wakawalazimisha waandishi waliokuwepo pale wafute taarifa zote ambazo zimekusanywa wakati tunaingia kwenye eneo husika. Na baadaye wakatukamata kutupeleka kwenye kituo kidogo cha polisi pale Kimara. Na baada ya kufika hapo tukawa tunawauliza ni kesi gani sasa ambayo mnaifungua. Ikawa UDAT wanasema wao hawana kesi, wanataka tu zile taarifa ziwe zimefutwa, na polisi na wenyewe hawana kesi. Baadaye wakatutoa wakatupeleka kituo cha Kimara, kwa kituo cha Mbezi, kituo kikubwa. Tukafika pale, na kwa maana ya stendi pale Mbezi Ubungo, kwenye kituo cha Kimara ni kidogo zaidi, lakini pale Mbezi wana kituo cha eneo la Ubungo pale stendi ya Magufuli. Na pale tukawa tumekuwa kwa kweli tumeshikiliwa kwa muda mrefu, na tukawa na mjadala, lakini UDAT wakawa hawana kesi, zaidi ya kwamba wao wanasisitiza kwamba wameambiwa na serikali kuwa kuna magari yatakuja. Kwa hiyo sisi tungetaka kupata taarifa tungeelezwa tu, na kwamba kama ingekuwa tumepata hizo taarifa tungeweza kujua mipango ya serikali ilivyo. Lakini kubwa tuliloliona ni kuwa kuna tatizo kubwa sana kwenye uendeshaji wa miradi ya mwendokasi. Na ikumbuke katika kipindi cha wiki 2 nyuma tulifanya uchambuzi hapa wa ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, ambayo ilionyesha kwamba kuna matatizo kwenye uendeshaji wa dati, na hasa ukosekanaji wa magari. Kuna upungufu mkubwa wa magari, na CAG alionyesha kati ya gari 210 ambazo zilipelekwa kwenye mradi, gari 99 hazifanyi kazi. Alipoenda kukagua alikuta gari 99 hazifanyi kazi. Sasa panapokuwa na upungufu wa karibu 50% ya gari ambazo zilitakiwa ziwe zinafanya kazi, ndio sababu hasa ya tatizo hili lililokuwepo, kiasi ambacho inafanya shughuli za kawaida za kiuchumi kwenda katika namna mbaya sana, kwa sababu watu wanakaa kwa muda mrefu. Na suluhisho aliwezi kuwa kuzuia watu wasione, kwa sababu nimekwenda na polisi pale, nikiwa pale polisi walikuwa wanakiri kwamba kile kituo kidogo cha polisi wamekuwa wakiandika PF3 mara nyingi sana za watu ambao wamevunja miguu wakati wakigombea kuingia kwenye magari. Lakini moja kati ya polisi alituambia pia yeye alikwenda kutoa ushauri wa kiusalama ili basi angalau kuepusha
watu wasiwe wanashuka kwenye eneo moja. Kwa kuna eneo moja ambalo watu wanashuka na eneo la pili watu wanapanda, kwa sababu hali ilikuwa ni mbaya zaidi. Kwa nitumie fursa hii kuitaka serikali kwanza izingatie kwamba tatizo hili la mwendo kasi ni tatizo lililojengwa na serikali yenyewe. Tuliwaondoa watu kwenye utamaduni wa kutumia daladala, tukaweka mabasi. Tumefanya investment kubwa kama taifa. Sasa ule utamaduni wa kutumia mabasi ambapo kwa kawaida mtu alikuwa akitoka Kimara, akitoka Mbezi mpaka akiingia katikati ya mji, alikuwa ameepushwa kutoka kutumia masaa 2 mpaka 3 kufika katikati ya mji, na ikawa na uwezo wa kutumia dakika 45. Huu utamaduni sasa umezoeleka, na kwa hiyo serikali inapaswa kuwa na hatua za haraka za kuchukua na hatua za muda mrefu. Na sisi tunaona kuwa kwa mfano hatua za haraka, uwezi ukaacha eneo kama Kimara ambao lina watu wengi wanaotaka kutoka, asubuhi halina magari. Ni lazima uwe na suluhisho la kupeleka magari. Na kama serikali magari yale imeyaua yote au imeua sehemu kubwa ya magari, itafute suluhisho la haraka la angalau kutafuta hata waendeshaji wa ndani wawasaidie kuwapa magari ambayo yatafanya kazi angalau katika ile high peak, katika kipindi ambacho kuna peak ya watu kubwa wanataka kufanya kupata huduma, kuliko kuwa unamkadisha mtu tiketi saa 11 12 asubuhi ukiwa huna mabasi ya kutosha, unamweka kituoni masaa 2. Hii ni adha ambayo hata wakati wa daladala haikuwepo. Hili jambo ambalo linahitaji intervention, na serikali inapaswa kulitekeleza jambo hili kwa wakati. Lakini mwisho ndaki serikali pia iangalie namna ambavyo bodi ya waendeshaji wa UDA inavyoendeshwa, kwa sababu wanaonekana wana struggle kuzuia kujulikana kinachoendelea, kwa sababu wao ndio ambao walikabidhiwa mabasi 210. Mabasi ya 210 wameua nusu ya mabasi, na taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ilionyesha hawa UDAT waliua mabasi, halafu wakanunua mfumo wa kuweka kadi za malipo kwa bilioni 3. Lakini mabasi ambayo yalikuwa ni mabovu kwa mujibu wa ukaguzi wa NIT ulikuwa unahitaji bilioni 2 tu kuyafanya yote yaweze kuwa yanatumika. Sasa hii ni kiashiria tu kwamba UDAT haiko serious na uendeshaji wa mradi, na kuna uzembe mkubwa ambao unafanyika. Lakini haya mambo ya kwamba watu wanafika sasa pale hakuna utaratibu, watu wanapanda madirishani, watu wanakanyagana, wanaumizana, wanavunjana miguu, ni mambo yanayoonesha kukosekana uwajibikaji. Wale askari waliokuja kutuzuia sisi, basi angalau wangeshindwa yote wakaweka utaratibu wa namna ya kupanda, kuliko kuacha watu wanavunja miguu katika lile eneo na hakuna mabasi katika huo muda. Kwa hiyo nadhani hili ndio tatizo la msingi. Tunapaswa kuhakikisha kwamba huduma ya mabasi ya mwendo kasi inakuwa ni faraja kwa Watanzania, hasa wakazi wa maeneo ya Kimara na wengi wanaokaa hapa Dar es Salaam. Na haipaswi kuwa ni bugha, haipaswi kuwa ni jambo ambalo linaleta changamoto ya usafiri, linawafanya watu washindwe kufika makazini kwa wakati. Lakini daladala ukiingia ndio unakata tiketi, kwa hiyo unalipia huduma ambayo tayari unaipata. Pale UDAT Kimara mtu anakatishwa tiketi, alafu anashikiliwa masaa 2 ili asubirie wakati ambao UDA watapata gari. Huu sio utaratibu ambao yalikuwa malengo ya uanzishwaji wa mradi wa UDA. Kunapaswa kuwa na suluhisho la kiutendaji kwamba kwa sasa mabasi yamepungua, tunafanya nini? Na hatua hizo zikichukuliwa zionekane zinaleta nafuu, kuliko kuficha hali halisi ambayo tunakwenda nayo. Polisi wanasema watakituhitaji watatuita. In fact hakuwa na kesi, kwa sababu wao UDA wenyewe wamegoma kufungua shauri. Sababu wao ndio ambao walikuwa wanapaswa kuwa walalamikaji. Hawana kitu wanachoweza kulalamika. Wanazungumzia swala la kwamba tungepaswa kuwa na kibali, lakini tunawauliza ni sheria gani ambayo inataka kiongozi au abiria akifika kwenye eneo la huduma ya umma basi anatakiwa awe na kibali kufika hilo eneo. Hawana hiyo. Kwa nadhani polisi wamechukua maelezo ya jumla na kutuambia kwamba pale watakapotuhitaji watatupigia. Hakuna aliyejidhamini, tulikuwa watu 6, mimi pamoja na wasaidizi pamoja na waandishi niliokuwa nao, na hakuna yeyote aliyefunguliwa kesi baada ya purukushani hii yote ambao umetushikilia sasa kwa zaidi ya masaa 5 pale kituoni. Ni sahihi. Actually wamechukua jeshi la polisi, si askari wao. Sisi UDA hatuna askari. Bwana. Walichukua jeshi la polisi na walipelekwa kituo cha Kimara, baadaye tukaambatana nao kuelekea hapo Mbezi, kituo cha Mbezi cha polisi. Lakini
issue ni kwamba walitaka kufanya mkutano wa siasa bila kuwa na kibali kutoka kwa jeshi la polisi. Naam. Sawa. Naam. Ndio maana ikatokea hilo. Sasa walipofika pale ikazua taharuki. Sababu hata kulikuwa na vurumai pale, wenyewe ndio walianzisha vurumai. Sababu hawakuwa wametoa taarifa yoyote kwa kiongozi yoyote, lakini pia askari walioko pale hawakuwa na taarifa. Kuna askari wa polisi ambao kituo cha Kimara pale hawakuwa na taarifa yoyote. Wakashangaa tu jopo la watu linakuja. Sasa kama mimi niingie kwenye ofisi yako bila kuwa na taarifa yoyote, nije hapo jambo sasa hivi nitike tu na kamera zangu nianze kushoot na nini. Kwa hiyo hakukuwa na utaratibu mzuri, hakufuata taratibu nzuri. Sawa, labda jeshi la polisi sasa ndio wakaamua kuingilia kati kwamba mbona wanakuja bila taarifa na wanafanya kikao hichi bila kutoa taarifa popote. Kwa hiyo hawakuwa na kibali hicho cha kufanya hivyo. Sawa, kwa maana hiyo ni kwamba nyie mlihusika vipi sasa? Maanake nyie mmeingizwa sasa mazima kwamba mlihusika pakubwa kwa wao kupelekwa polisi. Sisi tumehusika kwa maana kwamba baada ya kuongea na kiongozi wa ACT akadai kwamba baada ya kuwa wamefikishwa kituo cha polisi, alipotoa maelezo mbele ya polisi akasema lengo lake yeye ilikuwa ni kuja kuongea na wananchi sawa kituo cha Kimara ambao wanatumia usafiri ambao unaenda haraka. Naam. Sasa nilipata vizuri. Lakini hakukuwa na, kama ni kiongozi nafikiri angetengeneza utaratibu mzuri ya sisi kuweza kumruhusu aingie pale na tungempa hata escort ya askari ambao wako pale, lakini sasa yeye amekuja bila taarifa yoyote na tungeweza kumsupport kwa jambo ambalo alikuwa anataka kulifanya. Huenda alikuwa na lengo zuri, lakini sasa kilichotokea hapo ni kwamba hakukuwa na taarifa ya awali, ndio changamoto kubwa ilipoanzia. Lakini pia amekuja kwenye huduma zetu sisi, sehemu yetu ya ofisi, na sisi tunahudumia sisi pale Kimara, ndio maana sisi tumehusika. Okay. Sasa swala limefikia wapi? Manake mlipelekana polisi, mmefungulia mashtaka ama ni kipi ambacho kimefanyika hasa? Hapana, nafikiri ilikuwa ni jambo la mawasiliano, lakini pia ni elimu, kutokujua vizuri kwamba unatakiwa kupata procedures. Lakini baada ya kufika kituo cha polisi pale, mkuu wa kituo yeye mwenyewe akaitisha kikao pale, tukakaa nao kwa pamoja, lakini akawaelimisha kwamba jambo hili linatakiwa ufanye kwa kufuata procedures. Chukua kibali polisi kwamba naenda kufanya kikao, naenda kufanya nini cha mbele ya hadhara. Ndio alichoambiwa pale, lakini jambo halikufika popote. Lakini baada ya hapo maelezo wakawa wameruhusiwa kuondoka. Sawa, kuna madai kwamba kuna watu walinyang'anywa simu na pengine simu zao kuharibiwa. Hilo swala likoje? Hilo sifahamu, sina taarifa yote ya kunyang'anywa simu wala kuharibiwa. Sawa. Wanadai kwamba walikuwa wameenda pale kuangalia hali ya usafiri ikoje, kwamba kuna watu wamekaa muda mrefu, ambao ni hali ambayo imekuwa ikitazamwa na ikionekana kuwa hivyo, lakini umeeleza kwa maelezo yako kwamba ilibidi waeleze kwa nini wako pale, watoe taarifa walau kwa watu wa usalama, kwa sababu pale kunahusisha watu wengi wako pale wanasubiria na pengine wangetengeneza taharuki. Lakini nyie kama mamlaka, hali ya usafiri wa utoaji wa huduma ukoje na hali halisi ikoje? Labda ufafanue vizuri hali halisi unataka nielezee vipi? Kwa maana kuna hiyo changamoto, kweli ni changamoto ambayo ipo. Watu wanakaa muda mrefu kwenye vituo pengine kusubiri usafiri. Sasa maelezo hapo ni kwamba nafikiri sasa kuna taarifa ilishawahi kutolewa na waziri, pia alielezea juu ya swala hili la uwepo kwa upungufu wa mabasi barabarani. Sasa hii mabasi ambayo yanatumika sasa hivi ni ya muda mrefu, yatangia 2016. Yamehudumu kwa muda mrefu, lakini pia uwezo wa kufanya kazi kidogo umepungua. Sawa, changamoto hiyo inafahamika na serikali inafanya jitihada zake. Ndio sasa hivi ndio kama mliweza kuangalia kwenye clips tofauti kwenye mitandao ya kijamii, tumeweza kuingiza basi la mfano sawa kwa ajili ya mabasi 100 ambayo tunatarajia kuagiza ndani ya miezi mitatu ijayo.